Karibu sana katika sehemu hii ya 23 ya simulizi yetu nzuri iitwayo Mwanafunzi Mchawi. Mtunzi na mwandishi wa simulizi hii ni Bwana Raja Saidi, anayepatikana kwa simu nambari 0756 920739 na kusimuliwa kwako na mimi Felix Mwenda, anayepatikana kwa simu nambari 0766 47 48 57. Sehemu ya 22 tulishia pale ambapo Doreen alikuwa anamsimulia yule bibi kwamba hana ndugu kabisa Iringa. Je, nini kitaendelea? Kwa hayo pamoja na mengine mengi, basi karibu sana katika sehemu hii ya 23. Mr. Royce alishikilia karatasi ile akiwa ameinamisha kichwa chake chini. Mawazo yakamjia tele kichwani mwake. Aliwaza sana chaguo lipi kati ya yale ambayo alikuwa ameamuliwa. Aliwaza sana. Mr. Royce aliwaza sana na alijiona ana mtihani mzito sana ambao walishindwa kabisa kufaulu kwa haraka. Akawaza ni heri amrudishe mkewe ili waweze kushughulikia tatizo la mtoto wao wakiwa pamoja. Aliwaza mkewe arudi. Namtaka mke wangu, alizungumza Mr. Royce kwa sauti ya chini, kisha ghafla akasikia sauti ya kicheko kikali. Alisikia sauti ya kicheko kikali, kisha akatazama huko na kule bila kumuona aliyekuwa anacheka. Kuna mtu alikuwa anacheka. Aliogopa sana. Aliogopa kupita kiasi. Mr. Royce alitetemeka kama mtu aliyekuwa ameshikwa na baridi kali. Umechagua vyema sana, maana ungetaka mwana wapone basi ungepoteza kila kitu, ilizungumza ile sauti. Mkeo yupo kule kule alikopotelea, hajafa, lakini tulitaka kumfundisha adabu tu kwa kulazimisha mambo, ilisikika sauti ile iliyoambatana na mwangwi mkali. Mr. Royce alizidi kuogopa. Akaangaza macho huko na kule, lakini hakuona kabisa mtu yoyote. Hakuona mtu yoyote aliyekuwa anazungumza. Uoga ulimzidi sana baada ya karatasi alikuwa ameshika mkononi kutoweka bila kujua lilikoelekea. Litoweka ile karatasi. Ile karatasi aliyoshika ilitoweka. Alitafuta pale sakafuni, lakini hakuona kabisa. Hakuona Mr. Royce. Alizidi kupigwa na butwa kabisa, na maneno aliyokuwa ameambiwa kuhusu mkewe yalizidi kujirudia kichwani mwake. Alihisi kama alikuwa akidanganywa tu. Mr. Royce alihisi labda alikuwa anadanganywa, mkewe alishafariki na hawezi kabisa kurudi. Alihisi alikuwa anadanganywa. Mtu alishafariki tayari, sasa mimi nitakaje naye tena? Kwa kweli dunia hii ina maajabu, aliwaza Mr. Royce. Hivi ni kweli nitamwona mke wangu kweli? Sasa sijui niende leo. Sasa hivi ni usiku sana, siwezi kwenda. Mr. Royce alikuwa anawaza na kuwazua katika ubongo wake. Aliamua kuwa na subira. Akaamua isubiri kesho yake asubuhi ili aende sehemu ambayo mkewe alipotelea ili akamchukue. Usiku ule ulikuwa ni mrefu sana kwa Mr. Royce kwa sababu hakuwa kabisa hata lepe la usingizi. Kila dakika alikuwa akiyafikiria matukio yote yaliyokuwa yanamtokea kwenye familia yake, na akahisi kabisa ni ndoto tu. Alikuwa anahisi labda ni ndoto au ni mchezo wa kuigiza, lakini ilikuwa ni kweli kabisa na alishuhudia kwa macho yake. Ilikuwa ni kweli kabisa, haikuwa ni ndoto wala mchezo wa kuigiza. Medi, mama yako ni mzima kabisa. Tutaenda kumfuata kesho asubuhi, Mr. Royce alizungumza. Kweli baba? Eddie alishtuka sana kusikia vile, kwa sababu sauti iliyokuwa inasikika ndani mle na kumpa maelezo Mr. Royce, Eddie hakuisikia kabisa. Hakusikia Eddie. Ni kweli mwanangu. Eddie aliachia tabasamu mwanana usoni mwake, kwa sababu hakika taarifa zile zilikuwa zimemfurahisha sana.
kesho asubuhi na mapema nitamfuata kule aliko. Aliko? Yuko wapi? Kabla Mr. Royce hajajibu swali lile, alishtushwa na mlio wa simu yake. Simu ilikuwa inalia kwa sauti kutokea kwenye moja ya sofa pale sebuleni. Mr. Royce akainuka, akaifuata simu ile, lakini alipotazama kwenye kioo, alishtuka kidogo. Alishtuka Mr. Royce baada ya kutazama kwenye kioo kujua ni nani aliyokuwa anapiga. Alishtuka. Gari ilitembea kwa mwendo mrefu sana mpaka ilipofika eneo la Uyole jijini Mbeya. Ndipo Bi Carolina alipoamua kuchukua simu yake na kisha kupitisha vidole vyake laini vilivyonakishiwa kwa kucha nzuri zilizopakwa rangi nyekundu. Akatafuta namba fulani na kisha kapiga kwenye simu ile. Mume wangu uko wapi? Tumefika hapa Uyole na si muda mrefu tunaingia hapo na 8. Alizungumza Bi Carolina. Yo, kwani uko na nani mke wangu? Ilisikika sauti ya upande wa pili. Na bwana, tupo na Bilia mwenzangu tu. Niambie uko wapi? Yo, okay sawa. Basi utanikuta hapa na 8 stendi na kusubiri. Nimefika kitambo tu mke wangu. Alizungumza mume wa Bi Carolina na kisha simu yake ilikatika. Majira ya saa 1:30 hivi, Bi Carolina pamoja na Doreen walikuwa tayari wameshawasili katika kituo cha mabasi cha 88 jijini Mbeya. Bi Carolina alionyesha kumjali sana Doreen. Alionyesha kwa kumkisha sana kumjali kwa kumkaribisha binti yule jijini Mbeya. Na ndio Mbeya Doreen. Baridi hapa ndo kwake. Karibu sana. Asante mama. Aliitikia Doreen kwa sauti ya upole sana akiwa ameachia tabasamu usoni mwake. Ghafla simu ya Bi Carolina ikaita. Alipotazama ilikuwa ni namba ya mume wake. Akapokea na kisha akasikiliza maelekezo. Akaelewa gari ya mmewe ilipo. Wakaelekea pale na kuikuta gari ya Prado ikiwa imepaki pembezoni mwa barabara na ilikuwa karibu na lango la kuingilia uwanja wa maonyesho ya 88. Tabasamu pana kutoka kwa mwanaume mfupi kiasi, mnene mwenye rangi ya kunde likamkaribisha Bi Carolina. Lakini punde tabasamu lile la mumewe Bi Carolina likayeyuka ghafla baada ya kuona mkewe amena mtu ambaye alikuwa mfahamu. Mume alikuwa na tabasamu, lakini baada ya kumuona mkewe yuko na Doreen, tabasamu lile likaisha. Mke wangu vipi? Aliuliza mmewe huku akiwa anamtazama Doreen. Kwani vipi mme wangu? Huyu nani? Aliuliza. Wewe ni mgeni wetu mme wangu. Ni ndugu yako? Hapana. Tuachane nayo mme wangu. Tutaongea tukifika nyumbani. Alizungumza Bi Carolina. Shikamoo. Alisalimia Doreen kwa upole sana. Lakini mume wa Bi Carolina hakuitikia salamu ile. Hakuitikia. Doreen alimsalimia mumewe Carolina, lakini hakuitikia. Alimtazama tu. Mke wangu, naomba usiniletee uchulo kabisa. Usiniletee uchulo mke wangu. Huyu wa wapi? Alifoka mumewe Carolina. Alifoka mumewe. Baba Pamela mume wangu. Mbona uko hivyo lakini? Kuna ubaya gani kuja na mgeni? Na kuna ubaya. Lakini ungenijulisha. Kwani ndugu yako? Hapana, sio ndugu yangu. Ila ni mtoto tu nimeamua kumsaidia. Ana matatizo makubwa sana mume wangu. Alijitetea Bi Carolina, lakini bado mumewe hakutaka kabisa kukubaliana naye. Hakutaka kabisa kukubaliana na mkewe na kumtaka kabisa Doreen. Naomba tumpeleke nyumbani, aliomba Bi Carolina. Mimi nitakubeba peke yako. Nitakubeba peke yako bila huyo mgeni wako. Kuwa na roho ya huruma mume wangu.
kuwa na roho ya huruma. Tutamwachaje huyu mtoto barabarani hapa sasa hivi? Si ukatili huo jamani. Nimesema simtaki mgeni wako nyumbani kwangu, huelewi? Jifanye una huruma hivyo hivyo, utaokota mpaka majini wewe, alizungumza mume wa Bi Carolina, na kisha kafunga mlango wa gari na kuondoka zake, huku akimwacha mkewe na Doreen pale pale barabarani. Aliondoka, aliwaacha pale pale. Bi Carolina alibaki anashangaa tu kitendo alichokifanya mume wake siku ile. Alibaki anashangaa. Akamtazama Doreen, akagundua kwamba alikuwa analia. Tena alikuwa analia kwa uchungu sana. Mama, usilie mwanangu, usilie, tutaenda daladala tu, alizungumza Bi Carolina kwa upole. Hapana mama, mimi niache wewe nenda. Niache wewe nenda mama, nisije kuharibu familia yenu bure, alizungumza Doreen huko akiwa analia. Siwezi kukuacha hapa Doreen, siwezi. Sasa hivi ni usiku Doreen, alizungumza Bi Carolina. Hapana mama, wewe nenda mama, alisitiza Doreen, lakini Bi Carolina alizidi kumbembeleza waondoke wote. Bi Carolina hakutaka kabisa kumwacha pale Doreen. Hakutaka. Na akawa anamsitiza waondoke wote. Ghafla simu ya Bi Carolina ikaita na kisha kapokea. Mama Pamela, ukitaka kuja na huyo mgeni wako usifike kwangu, ishia huko, alisikika mumewe akizungumza na mkewe. Naam. Na huu ndio mwisho wa sehemu hii ya 23 ya simulizi yetu nzuri itwayo Mwanafunzi Mchawi. Je, nini kitaendelea? Mimi nawe hatujui. Cha kufanya, karibu sana katika sehemu ijayo ambayo itakuwa ni sehemu ya 24 ndani ya Mwanafunzi Mchawi.